Bwana, tumeweza kuona mambo yamekuwa mengi ya Lynn Oya yanazidi kuwachanganya watu huko kwenye mitandao ya kijamii, na leo hii tumeweza kuona ameweza kulipua kitu kingine na kumsema bwana mkubwa Harmonize na kusema angekuwa ana mapenzi ya dhati na bibie Kajala Masanja, basi nafikiri angeshamuoa toka muda mrefu, ila kwa vile yupo kwa ajili ya kumchezea na ndio maana mpaka leo bado hajamuoa wala hajafanya process yoyote ya kutaka kuweza kuwa naye. Na kama kweli ana mapenzi na wewe, basi ni vyema angekuja nyumbani kwako au kwenye familia ya ndugu zako aina yoyote, muweze mkalitatua hili, kwa sababu kuna mengi ambayo yapo na kila mtu anatamani sana kuweza kujua hiki ambacho kinachoendelea, na pia watu wengi hawaamini kwenye kile ambacho umekuwa ukizungumza mara kadha wa kadha. Hivyo ni vyema ukatoa ushirikiano juu ya haya ambayo yanayoendelea kwa sasa, kwa sababu umekuwa ukiwafanya mashabiki zako waumizwe na haya yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Kiukweli sisi kama mashabiki zake tunaumizwa na haya ambayo yanayoendelea, na leo hii tumeweza kuona Lynn Oya bado anazidi kumpa pressure bibie Kajala Masanja ili aweze kuwa na msimamo mkubwa katika maisha yake, kwa sababu anaona kabisa kuna namna ambavyo ndugu yake anapotea. Sasa hichi kitendo ambacho anachokifanya Lynn Oya, watu wengi wametokea kukichukia na kusema kwamba yeye anamhoji kama nani, kwa nini anaumia. Huo ndio unafiki wenyewe ambao tumekuwa tukiuzungumzia mara kwa mara. Hivyo kwa hiki ambacho kinachoendelea, serikali itaingilia kati, kwa sababu tunaona kabisa bibie Kajala anazalilishwa na yeye mwenyewe anashindwa namna ya kuweza kuliweka hili sawa. Hivyo kwa namna moja ama nyingine tutasimama na bibie Kajala kuweza kumpambania kupata haki yake. Tunajua Kajala ni mtu wa aina gani. Kajala ni mwanadada ambaye ni mpole, hana mambo mengi, hata linalotokea yeye huwa anaitikia, lakini katika scene hii bwana ameweza kumwaga machozi ambayo kila mtu alitamani sana kuweza kulijua ni kitu gani ambacho kinachoendelea katika haya maigizo ambayo wamekuwa akiyatenda. Kiukweli hii inaumiza na inasikitisha sana juu ya haya ambayo yanayoendelea, lakini mcha tuone mwisho haya yote itakuwaje, maana kuna mengi huenda ukawa yanakuja. Lakini tuliweza kuona hata Mama Gwajima naye aliweza kuingilia kati hili swala na akikili na kusema ya kwamba kiukweli mnatakiwa kuweza kuweka kila kitu sawa kabla mambo mengine hayajaweza kuharibika au hatua nyingine zikachukuliwa kwa namna moja ama nyingine. Bwana, mambo ndio kama hivi ambavyo unavyozidi kuona mambo yanazidi kuwa mengi. Mimi naomba nikusii kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi kwa upande wangu nasema ya kwamba sina la ziada. Wacha nikutakie siku njema na kazi njema, tukutane next time. Bye bye.